Karibu sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe pote pale ambapo unatusikiliza asubuhi ya leo. Wow, hii ni Amka na Rhapsody. Ibada nzuri kabisa asubuhi ya leo. Tunakwenda kumwabudu Bwana katika namna ya kipekee na tofauti. Na mkaribishe ndugu jamaa na rafiki popote pale ambapo yupo. Mwambie karibie na kujumuika pamoja na sisi katika ibada hii ya asubuhi leo. Na tutakwenda kufungua ibada yetu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa baraka neno lako Bwana. Tunasema asante kwa utukufu wa neno lako. Tunasema asante kwa siku hii njema ya baraka. Jumapili hii ya kwanza ya mwezi Bwana. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni kimbilio letu. Wewe ni ujasiri wetu Bwana. Wewe ni tumaini letu, wewe ni hamasa yetu. Wewe ni shauku yetu Bwana. Tunalidimisha jina lako, tunalitukuza jina lako. Tunasema asante kwa fursa na nafasi ya kuabudu kila mahali katika ulimwengu siku ya leo Bwana. La raka soko toroko robala baziri bugura. Mioyo yetu imefunguka Bwana kusikia kutoka kwako, kupokea kutoka kwako, kujengwa na wewe. Asante kwa Roho wako anayetuhudumia kipekee asubuhi leo katika namna tofauti, katika namna pekee. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wow, balara kasiti le parabos, preka peshempete le parabosa, krepa la mangaribo lobozina. Asubuhi leo tuanze ibada yetu moja kwa moja kwa maombi. Shate le farate le borobosa, kaparate le koroko sokoto koloko sika. Tutakwenda katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 4. Timotheo wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 4. Andiko linasema, basi kabla mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Balaraka sikili buruburubu. Ili ni zuri nalo wakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua aliyo kweli. Masekreti kile buruba. Asubuhi leo pote pale ambapo unatusikiliza na kujumuika na sisi katika ibada hii. Weekend hii tumekuwa na wakati wa mfungo mzuri kabisa pamoja na mtoto wa Mungu Mchungaji Chris wa Kilome PhD. Tukiomba kwa ajili ya mataifa ya ulimwengu, tukiomba kwa ajili ya miji mbalimbali, tukiomba kwa ajili ya kazi ya injili kusambaa kwa wepesi. Tukiomba kwa ajili ya washirika wetu, malaraba soko loborobo zina wapendwa na kanisa la Kristo duniani kote. Masehete hashale habo. Na asubuhi leo malangara kalobozira nataka ungane na sisi tutamke neno kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Majeke leborobozira. Kama andiko linavyosema kwamba basi kabla mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani masikiti likoko zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya Tanzania wote. Fungua kinywa chako pale asubuhi leo. Mshukuru Bwana kwa ajili ya taifa letu kila mahali. Raka sepata tadamodo kosolo kobozira. Mshukuru kwa ajili ya amani na ushindi na ubora tulionao. Mshukuru kwa ajili ya utulivu, mshukuru kwa ajili ya haki na tamalaki kwenye kila nyanja ya taifa letu. Rama soko lubaraba sikili bukura. Rika sakala banda rabazira. Maandiko yanasema Bwana asipoulinda mji walinda wafanya kazi bure. Mara tekele bukuru bazira. Bwana asipoujenga mji waujenga wafanya kazi bure. Asubuhi leo mshukuru Bwana kwa ajili ya kila Mtanzania, mshukuru kwa ajili ya kila familia. Rike ziparabatala banda rabasikiri bukura. Krotolo parakini malamos meta parida majila. Jepra falla pradoko solo barabazira. Kratili manda rabasikiri buruba. Sikili manda rabazira. Rope falana ramonda. Sate falata teta. Shopali karapapanda. Kosopete falina. Jepre papapos. Parabala manda rabazira. Rosa kalabara bazira. Mwambie Bwana asante. Ribo jala manda rabasiri bukuro kwamba amani inazidi kutamalaki katika taifa letu katika jina la Yesu. Rakasikele baramonda rapala barabasiri bukura. Tamka kwamba injili na wepesi kwenye miji yetu yote katika taifa letu. Rabasikele boro bazira kwenye kila kijiji, kila kitongoji. Riko sala baraboro barabasira. Barato jili paramande. Rike pepe polumus. Me pravipe bobuja. Berabala boro bazira. Tamka kwamba injili inabadilisha mioyo na fikra za watu. Rabasikile bakara bozira. Wanaume kwa wanawake
Rimojolo mandara basigidi bokoro, watu wazima kwa vijana na watoto. Zapra bashe lepra bante lepra hati la harabanda hasekla parabozidi bokura. Riko sheke le frakati le barabazira. Tamka kwamba taifa letu lina maendeleo. Ribo zolo paramande rike zila mandara basike le mongoro balabazira, maendeleo ya watu na vitu. Rimo jompe vehatije la marena la kasike le baraboso lu mandara kasike le mandara baziri bokolo balabazira. Mshukuru Bwana kwa ajili ya uchaguzi ambao uko mbele yetu. Ramase fepeta la para masoko loporo bozira. Tamka kwamba haki na tamalaki katika uchaguzi wetu. Rabasike penaje minini shepeta la boro bozira. Tamka kwamba Bwana anatupa viongozi kwa wingi wa rehema zake. Rimo zolo manda rabase, sio kama ambavyo tunastahili, lakini kwa kadiri ya rehema zake zilizo nyingi sana, ambazo ni mpya kila asubuhi. Rimo jolo parabandere patulo fraktili prokos metavajike le parabazira riko malipa nonos meti vabababanda rosa patata majila jekre pali predekes meti vejala manda rosa kalabada bazira riko zola manda da bazira. Tamka Bwana, mshukuru Bwana kwa ajili ya madiwani ambao utakwenda kuwachagua, kwa ajili ya wabunge, kwa ajili ya rais na makamu wake. Raba sokolo bara bazira bara na visiwani jevele na valina jolo paramanda rakasila mawakilishi wetu wote. Rimo zulu manda raba sikele bokoro bala bazira, watakwenda kutuwakilisha katika bunge, watakwenda kupitisha sheria mbalimbali. Raba sikele baraba sigidi bokoro, watakuwa mawaziri wa wizara mbalimbali. Rabande ramote falate falara basigidi bokoro, watakuwa mamea wa miji. Rimo jolo manda raba sikedi bokoro malamanda raba sonto lopravante kaka keko kokokosa. Rimo jolo paramanda raba sike pravubu lukus berate jelena jevali harabanda rosa pratika la manda raba sigidi bugura. Tambo kwamba kusudi la Bwana linatimia katika taifa letu. Ramase veketele manda jibreka popopolo basira, kusudi lilo jema na bora, kusudi lilo kamilifu. Rabasike debo kalabada bazira kroto vejala manda rabazidi bugura. Omba kwa ajili ya rehema za Bwana kwa ajili ya taifa letu. Rabasika rabajende deba galaba rigezefa rabababando roko sopra vide vajile manda rabazira ribo zolo pravankete jalana koto felentenene sefretete polas peramatela haruda jevala prakile manda da bazira rige zupretush metifa jalabara bazira rosa kalabara bazira. Asante Bwana kwa ajili ya taifa letu. Rimo jolo manda da basigidi bokoro bala bazira, tunakuhimidi wewe Mungu mkuu. Rimo jolo manda da basigidi bokoro bala bazira, wewe uliamasa yetu na nguvu yetu. Jibiri bala manda da basiga ropa papa papa sekretuje metili fradu balaraka sikiri bokoro bala bazira. Sante kwa ajili ya viongozi katika taifa letu. Raba sigiri bokoro bala bazira. Sante kwa ajili ya uchaguzi mwaka huu 2025. Rimo zulu prava kredime jevipe likarababoroko sembra galima rakotoloko sokoro dika jala bala bazira rike bala manda bala baziri bogora. Kila baraka iliyo njema na bora Bwana yatoka kwako. Bala basigiri bokoro, we Baba aliye juu mbinguni, ambaye kwako hakuna kivuli cha kugeuka geuka. Ribo zolo mangra dikolo mara masikere bala bala bazira. Sante mfalme amani. Rabo jindere bokoro bala bala basikere bakoto lo pravindere bokura, kwa uchaguzi wa huru, haki na amani. Rimo zulu para basikara penavo nose pala bazira. Sante kwa viongozi kwa taifa letu. Jibi repete flene frenos prate la radosa aje pare papa ro poponde pratete prokos praka la barabazira balaraka sekele boro bazila baraba asbele rama sekele balabada bazira. Mshukuru Bwana kwa wingi wa rehema zake na neno lake ambalo linakuja kukuhudumia kipekee wewe na familia yako, wewe na wapendwa wako. Raba sekele majala mandara bazira, popote pale ambapo unatusikiliza, popote pale ambapo unashiriki katika ibada hii ya leo. Raba sipre kojole manda raba sigidi bukura, kwa maana la Bwana la kuhudumia kitofauti kabisa. Baronto jekele para mpampoto pempase prakata la bazira riko bala manda rako sokoluma riko jile manda la bazira, kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu inakugusa pale ulipo. Jepara mala manda la bazira ikileta mageuzi kwenye maisha yako. Bala raba sike muje fetele bala bazira baraba la manda la bazira masokrebide magique palanketi valaba zubreka bajile parabanda rabosira aya rikolo barabazira.
Hakuna jina lililokuu kupita jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bala mara manda da bazira. Haijalishi kumekuwa na changamoto gani katika maisha yako. Rimo zolo manda da basigiri bokura. Haijalishi kumekuwa na ugumu gani kwenye eneo lililoko. Rama simbre bala bodo bazira. Haijalishi ile hamasa na shauku ya moyo wako asubuhi leo. Rimo zolo manda da basigiri bokoro bala bala bazira bala bala bazira. Rigezili manda da basigiri bokoro bala manda da bala bala bos. Sopra kati po sira. Tamka jina la Yesu juu ya ile hali yako. Bala bala bazira. Juu ya kile ambacho utakuona badiliko. Rama sikili mandara basira. Rosa pravibontush. Je prekala mandara kosokolo borobozira. Barabala mandara basira. Rike volu barabala bazira. Rimo jele mandara bazira balaba. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni jina imara. Loro bala bazira. Ngome imara. Roka sikili bakara bazira. Wenye haki wamekimbilia hapo wamekuwa salama. Na subia leo. Ribo jile mandada bolo basiri bokoro bala bada bazira. Rimo zolo mandada bala mandada bazira. Maklu prokolo bozidi bada bada ba. Tamka hilo jina juu ya maisha yako. Juu ya kila nyanja katika ulimwengu wako. Raba sikili mandada bazira. Morobas kepapo bosh pirapa papos. Pala mandada bala bada basira. Urubala kara basira. Wewe ambaye unahitaji uponyaji asubuhi leo. Rimo jala mandada basigidi bokoro. Pokea uponyaji wako sasa katika jina la Yesu. Kutoka katika utosi wa kichwa chako mpaka kwenye miguu yako. Langre pata laba ulobo sigidi bokoro. Rike zapra valu prokolo bada basira. Rike malamanda da bazira. Zibrotosh. Mereke pepa palamos. Pire malamanda da bazira. Zakabalabaya. Katika jina la Yesu Kristo. Kwenye kila chembe haya ya mwili wako, kwenye kila seli, kwenye kila tishu. Malaraka sike papa romosa laba. Nadamga uzima na afya njema katika mwili wako katika jina la Yesu. Mangra golo baraba labasira. Kroto lo baraba zira. Yale maumivu ya kifua yamekoma katika jina la Yesu. Mangala prakolo bazira. Ile aliyekubanwa na kifua kila wakati. Kalo mara malo raka sike paparoto shakaba. Le pepo la pumu na likemea katika jina la Yesu. Come out of him. Raka sika la mangorokosa. Rike mala raba sike libokura. Pokea uzima sasa asubuhi leo. Pumua vizuri sasa katika jina la Yesu. Kuanzia saa hii ramalara kosokoloba. Ile infection katika koyo lako imekoma katika jina la Yesu. Paramala mandara kasira. Na uzima mpya sasa. Bala bazira. Ule mfumo wako wote wa chakula mangoro katle prakabozira. Umeuishwa katika jina la Yesu. Mangra kapilamos. Mangra ntifla rabosa kalabaya. Unaweza kula vizuri katika jina la Yesu. Mangre pete la frakti laro mas kripa la maramazira. Ulikuwa na changamoto ya figo. Rabasi prakaje le mangra batle aprakala masiri bukura. Katika jina la Yesu Kristo natamka uzima katika figo zako asubuhi leo. Rabande flakti kapalos kempra patli angra kata la bazira. Haijalishi zile figo zilikuwa zimefail na likemea lile pepo lilikuwa linasababisha ugonjwa wa kufeli wa figo zako katika jina la Yesu. Krapa la rabasila wewe mchafu wa udhaifu. Come out of this guy in the name of Jesus. Kala barabala mas koromata la baziri bukura. Pokea uzima katika jina la Yesu asubuhi leo. Figo yako ifanye upya kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mangla karabozira. Kuanzia sasa figo yako imefanywa upya. Ramasi prekolobodobosira. Inachuja damu vizuri. Mangle praba la bazira na toru chafu vizuri. Rapefla kraba la bazira. Haifeli tena. Malungra kili mara bazira. Valve zote zinafanya kazi vizuri. Kramote li praba la masira. Mfumo wako wote wa kutoa taka mwilini umehuishwa, umeboreshwa. Bala bazira. Umerejeshwa katika uzima asubuhi leo. Katika jina la Yesu. Mangla pref palari pos parapatele posa. Pera malamanda da bala bazira. Hallelujah. Malamanda da bala bazira. Kutoka katika utosi wa kichwa chako katika unyama miguu yako. Raba sigidi bala bazira. Una uzima tele katika jina la Yesu. Mangre deboloborobos. Pera malamanda da bala bazira. Hallelujah. Libariki jina la Bwana asubuhi leo. Raba sigidi bajala manda da bazira. Mtukuze Bwana pale asubuhi leo. Maziprekeja la manda da bazira. Mpe sifa na utukufu kwa utendaji kazi wa nguvu yake ndani ya moyo wako, ndani ya mwili wako. Bala bazira. Kwa afya njema inayotokana na neno lake. Rabasikitili manda da bala bazira.
Oh, haleluya. Na wakati huu tutakwenda kumsifu Bwana. Majikitili mandara basili barab. Jiandae pale ulipo. Ribo zala baraba jindiri bokuru. Praktili masitili maramanda. Rusa pala barabazira. Oh, balaraba sigiri bokuru balabazira. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Rakasigiri bajala. My praise is comely to you, Lord. Rakasipa malamanda rabajigiri bokuru balamanda rabazira. Oh, shakala manda rabazigiri bokuru. Rapi basa pata papa. Mwabudu Bwana asubuhi ya leo kwa wimbo huu. Shalamangradi kada bada. Ufalme wake ni wa milele. Na yeye anatawala katika dunia yote. Yeye ndiye Mungu aliye hai. Yeye ndiye anayetenda matendo makuu. Tunapoliita jina lake. Inua sauti yako asubuhi ya leo, wimbo huu. Kwamba Bwana ndiye anayetawala. Na ufalme wake ni wa milele. Na yeye ndiye anatawala katika dunia yote. Yeye ndiye anatenda matendo makuu na ajabu tunapoliitia jina lake. Sifu Bwana kwa pumzi yako asubuhi ya leo. Raba sikidi baraba. Kwa kila pumzi unayovuta, sifu na Bwana asubuhi ya leo. Rabi waluko sokolo baraba bazira. Oh, shikidi baraba bazira. With every breath in me, praise you. I lift my head, Praise you. and all nations praise. Praise you. With every breath in Mwabudu Bwana asubuhi ya leo pale ulipo. Rabasiki pala mangaroko tolo zireba. Kwa kila pumzi unayovuta libaraba la badabazira. Mwadhimishe yeye. Rekasika bala manada basira. Boroboto loko sokolo badabazira. You made the earth. Yeye ndiye aliumba mbingu na nchi. Akaumba kila kitu kwa ajili ya utukufu wake. Naye ameniumba mimi na wewe tuweze kumsifu. Yeye ndiye ameumba mbingu na nchi kwa ajili ya utukufu wake. Makrutu jipa la banda la Brazil. You created me to praise you. Your goodness To me, unexplainable. Wema wake kwetu hauelezeki. Fadhili zake na neema yake haziishi. Haulinganishi. Ukarimu wake na fadhili zake hazilinganishwi. Sisi ni mali yake milele yote na tunaishi kwa ajili yake. Goodness to me is unexplainable. Your mercies and grace inexhaustible. Loving kindness unmatchable. I give you the praise. I'm yours forever.
I live for you. I live for you. Praise you. Praise you. Praise you. With every breath in me. Praise you. Praise you. Praise you. With every breath in me. Reketele mangaraka la kakasira. Yekere bolobos. Kera mala mandara baba. Yekere bolobos. Oh, mabudu bwana sibele. Ribo jene mandara baba. Libadiki jina lake palolipo. Reke saka na baba zige baba. Rike sepreto jeli baba sila. Rosikida baba mandara baba. Sikiri bubu baba. Oh, libariki jina la Bwana pale ulipo asubuhi leo. Mpe sifa na utukufu kwa ukuu wake na uweza wake. Mala rabo sikili barabara bonda. Rakitili manda bazira. Kama unaenda kwa lugha pale ulipo. Jeme vini haji. Halara mandi didiri bolubos. Rosso tolo kada bazira. Rike jala manda da bazira. Oh, asante Bwana. Oh, wewe ni Mungu wetu. Wewe ni ujasiri wetu. Wewe ni ngome yetu. Wewe ni utukufu wetu Bwana. Ndani yako tunaishi, ndani yako tunanenda. Oh, bala karabala bazira. Bangro pekate jeleba. Asubuhi leo tunaliadhimisha jina lako Bwana. Tunakupa sifa na utukufu. Wewe uliyetegemea letu, ramasikele mandara bozira. Wewe ulio hai wetu na ujasiri wetu. Jepra bala mandara bazira. Wewe uliumba mbingu na nchi Bwana. Rimo zala mandara bazira kwa utukufu wako mwenyewe. Ribo jolo mandara bazira. Wewe tuumba ili tukusifu Bwana. Ribo jolo mandara bazira ili tukuabudu, ili tuwe na ushirika na wewe Bwana. Rakasikele barabazira. Oh, asante kwa wanao wote wanaotusikiliza Bwana. Lepra hatepa labosa. Nguvu yako, ukuu wako na neema yako iko juu yao, juu ya familia zao, juu ya wapendwa wao, juu ya yote wanayofanya katika jina la Yesu Kristo. Neno lako asubuhi leo linakuja ndani ya mioyo yetu kwa nguvu, ala karakasira, kwa ubora matolokozira, kwa utukufu usiokuwa kawaida. Oh, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndo kwanza umefungua radio yako, hii ni Amka na Rhapsody program, ibada nzuri sana ya Jumapili, wakati mzuri sana kujifunza kweli neno la Mungu, wa kubarikiwa kipekee. Na pia unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo 0736 000999. Unaweza kutuma message hapo. Oh, baraka sala baraba kila. Ukatuambia wapi unatusikiliza asubuhi leo, wapi unashiriki katika ibada hii, kutokea upande gani. Mali karabo sokolo baya. Oh, bali karabo ulobazira. Na wale ambao wamepokea muujiza wako asubuhi leo, nguvu ya Bwana imekugusa kipekee, pia unaweza kutumia message katika hiyo namba 0736 000999. Tuweza kumtukuza Bwana pamoja na wewe kwa kile ambacho amefanya kati yako, ndani yako. Pala maondoro basira, au kwa wapendwa wako. Hallelujah. Jumapili njema sana hii. Hallelujah. Yeah, kabisa tunamshukuru Mungu. Wakati wa ushindi na ubora. Yes, na vitabu vyetu vya Rhapsody vinapatikana kwa wale ambao mmekuwa mkitufuatilia na mnapokea nakala nzuri za Rhapsody. Hakika mnajifunza. Nakala za mwezi wa 8 zimeshatoka tayari na zitakuwepo kwa wale ambao wanakuja BCC. Zitakuwepo katika duka la vitabu pale, kuna kama shilingi 3000. Lakini pia nadhani kesho tunaweza kuzidispatch maeneo mbalimbali, zitakwenda Kibaha. Kuna tuma Rhapsody kama 15 hivi, watu wanaokaa Kibaha, Mlandizi, kwa Matias, maili moja, wote mtaweza kupata kuanzia kesho. Lakini pia wale ambao wanakaa Chanika, Mwanagati kule na Kitunda, tutazipeleka pale, zitakuwa pale Gongo la Mboto, na nyingine zitakwenda Chanika Center kabisa. Kwa hiyo kwa wale ambao anataka kuwasiliana na sisi katika hizo namba, utaweza kupata nakala yako vizuri kabisa. Amen. Yes, na mwingine yote ambaye sijataja eneo ambalo unakaa, utaweza kupata pia. Ukiweza kuwasiliana nasi katika hiyo namba, tutafanya namna ya kupata nakala. Inapatikana nakala ile nyepesi au nakala tete.
Yes, lakini pia ukitaka nakala ngumu hizi ambazo tunazungumzia hapa sasa hivi unaweza kuzipata pia. Na pia nakala ya sauti hii ambayo tuna rusha kila siku inarekodiwa pia, na unaweza kuipata kama una simu ile simu janja, simu kubwa, unaweza kutumia. Ya kubariki sana. Wow. Haraka kabisa hapa nipitie kidogo sana kabla tuende Rhapsody ya leo. Rhapsody ya juzi Ijumaa tarehe 1, nilikuwa nasema uzuri wa Injili. Ijumaa tarehe 1, leo ni tarehe 3, kumbuka. Na nilikuwa nasema uzuri wa Injili, na ni somo zuri sana ambalo mtu wetu wa Mungu alikuwa anatukumbusha wajibu wetu sisi wa kupeleka Injili katika ulimwengu wetu. Amen. Kwa sababu Injili ilivyo nzuri na bora, then tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba kweli Injili inakwenda katika ulimwengu wetu ikileta mabadiliko katika ungesema nyanja mbalimbali za maisha. Masi protokolo kosira. Kwa nakutia moyo wewe ambao kuweza kusikiliza Rhapsody ya Ijumaa, hakikisha unapata nakala yako na unaisoma tena au unasikiliza tena. Itakubariki sana. Na itakukumbusha wajibu wako ulionao katika kupeleka Injili ulimwenguni kote. Amen. Haleluya. Huwa tuna lile somo letu ambalo tulilianza kidogo tukalificha. Ndio. Nadhani itabidi wiki ijayo tuanze kulifukua vizuri, kulileta. Yes. Kwa kweli. Ile Mathayo 24 mstari wa 14. Kwamba Injili ya ufalme itabidi uhubiriwe kwa kila taifa, kila mji, kila kabila. Kwa watu wa kila lugha. Na ndipo ule mwisho utafika. Za watu wengine wanafikiri ili jambo liko mbali sana. Tumishi ili jambo liko mlangoni kabisa, yani limefika kabisa hili jambo. Sisi mwaka huu tunahakikisha hilo jambo linatimia. Mwaka huu 2025. Sasa mtumishi, kama ulifikiri mambo yataendelea hivi miaka 20 ijayo, 15 ijayo, naomba nikupe a wake up call. Masikiti libara. Bwana anafanya kazi kubwa sana kila mahali ulimwenguni. Mara mwisho kuna siku niliongea hapa, sijui kama ulipata vizuri au watumishi walipata vizuri. Ndio. Yaani kwa wale watu ambao wana long term plans, mipango ya miaka 20. Warudi waiangalie kwa upya. Bali kasalaba. Nitakwambia tu mtumishi, jitahidi hiyo wiki inaanza kesho, kwenye zile Rhapsody, ile vipindi vya Amka na Rhapsody vya saa 11 asubuhi mpaka saa 12. Hebu shiriki, alafu usikie ili uweze kujipanga upya. Yani hivi ujue Bwana huko, naomba niseme huko mlangoni, gateini. Masikiti limada masira anytime. Ile andiko likitimia tu. Kuna maombi yanasema come ye Lord. Yani Bwana naomba uje sasa. Ni wakati. Kama ulivyosikia, kama umemsikia Simeon, yule mmoja wa nabii ambaye alikuwa anasubiria, wanasema tumaini la Israeli kufunuliwa. Wakati Yesu analetwa hekaluni kuwekwa wakfu, akaenda akampokea, akamwambia Bwana sasa unaweza kumchukua mtumishi wako, like I'm ready to go. Ndio maana leo neno mtumishi. Maziti lima. Kwa sisi tukishamaliza hiyo kazi mwaka huu muda utakuwa umebaki, tunasema ni extra time. Yani ni ule wa kufikia yale mashimo au yale maeneo mpaka tukufikia. Lakini so far mwaka huu tunakwenda kwenye nchi 242 za dunia mtumishi. So kwamba tuje kwenda, tumeshaenda zote. Ni kwamba sasa hivi tunapenya kule ambako hakukufika. Kwa hiyo ukizani mambo yaendi kwa sababu ufanye kazi. Ungekuwa unafanya kazi utajua kinaenda. Kwa wale ambao wanasema mchungaji, ngoja nikuulize swali. Umeshaona watu wanahubiri Injili mitaani sasa hivi? Ni vituo basi. Kwenye mabasi, kwenye magari yenyewe, kwenye usafiri. Unadhani ni story sio? Na kwa kweli. Kwenye mitandao? Mwamko ni mkubwa sana. Kwenye redio? Sana. Kwenye runinga? Bado wale ambao sasa hatuwaoni ambao wako mitaani, wako kila siku nyumba kwa nyumba. Somo la jana nilikuwa nasema funzo kutoka kwa Epafra. Hii tunalifanya kesho asubuhi. Naomba ushiriki pekee. Ni funzo nzuri sana kuhusiana na maombi. Kwa jamaa anaitwa Epafrodito. Kwa kifupi ni Epafra. Huyu mtumishi alikuwa na labor in prayer. Yaani naomba nitumie neno, alikuwa ameajiriwa kwenye maombi. Bala raka sikalaba. Kuna wale ambao wanadhani maombi ni story tu mtumishi. No. Kuna kazi kwenye maombi. Popa.
Kumbuka yule rafiki yetu tulikwambia ambaye anafanya maombi masaa 8 kwa siku. Anatoka muda wa kula anarudi tena. Kwa hiyo Epafra alikuwa ni mmoja wa watu wa namna hiyo. Mazikitikika hapa. Alikuwa ni mtenda kazi pamoja na Paul. Kwa hiyo kesho yuko na Rhapsody Jumamosi jana, kwa hiyo tutaipitia kesho asubuhi. Na somo la leo Jumapili tarehe 3 neno linasema hekima ni kubwa kuliko akili. Hekima ni kubwa kuliko akili. Andiko la ufunguzi ni Mithali sura 8 mstari 11, neno linasema maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani navyo. Mtoto wa Mungu anaanza kusoma katika anasema hivi, shetani na pepo wake wana akili sana, lakini hawana hekima. Okay. Intelligence, ule werevu. They are sharp, lakini hawana hekima, wisdom. Mazikiliba. Mtoto wa Mungu anasema kuna tofauti kubwa kati ya akili na hekima. Unapokuwa na akili, una kitivo cha juu cha uwezo wa kufikiri. Wewe ni mwerevu. Una uwezo wa kuchambua mambo na kupanga kwa akili, na ubongo wako unafanya kazi kwa wepesi. Wewe ndio mtu mwenye akili. Una uwezo wa kuchakata mambo. So you can think like a flash. Yaani kama vile ule mwale wa mwanga. Unataka kufikiri namna hiyo, ukaweza kupambanua na kujua, yaani kuangalia, ukachakata mambo. Ukisema 9 mara 8 mara 20 mara 10 toa 7 toa ngapi umetoa jibu. Then you are like mazi hejigidi baraba. Lakini hekima ni tofauti kabisa. Ndio Mungu anasema hekima ni ufunuo, haina uhusiano wowote na ubongo wako. Okay. Hapa lazima tupige mawe leo. Hekima haina uhusiano wowote na ubongo wako. Hekima ni ufahamu wa ndani kuhusu uhalisia wa mambo. Kwa kuzaliwa kwako mara ya pili, Kristo ndiyo hekima yako. Kwa kama zaliwa mara ya pili, mtumishi, una hekima hii ya Mungu. Hekima hii ya tofauti. Kristo amefanya kuwa hekima yako. Na andiko hilo linapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Neno linasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Kwa yeye. Sisi tumepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Kwa hiyo Kristo Yesu amefanywa kuwa hekima kwetu. Kama anakaa ndani yako, unayo reservoir of wisdom. Yaani una ile hazina kubwa, pana, nzito hekima. Masokolo baraba. Swali, je, unajua kwamba Kristo anakaa ndani yako? Ndio Mungu anasema hufanyi kazi kwa akili ya kibinadamu tu, bali kwa hekima ya kiungu. Sio kwamba akili yako imepoza ifanye kazi. Inafanya kazi. Lakini una hali ya juu zaidi. Sawa, umekuja katika daraja la juu. Una hekima ya Mungu. Kwa hiyo unavyoishi na kuenenda, unaenda katika utofauti, kwa sababu hekima yake inakuongoza. Mtoto Mungu anasema akili hata katika ubora wake wa juu kabisa ina mipaka kwa kiasi kikubwa. Sikiliza hii mtumishi, sikiliza hii. Unasema mimi akili inanitosha tu. Mtoto Mungu anasema akili hata katika ubora wake wa juu kabisa, and to the highest peak. Wa ile akili yako, your intelligence, maziki bulu baraba, bado ina mipaka tena kwa kiasi kikubwa. That's why I love my Bible. Kusoma Biblia unagundua mtumishi mambo mengi mno. Juzi nilikwambia hapa kuhusiana na ile teknolojia ya kufungua milango, sio? Hivyo kwenye maandiko siku nyingi. Mapema kabisa. Mapema sana. Nimegundua baadaye. Dakika za mwishoni.
Haya, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 mpaka 8 ndio ile andiko linasema. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 mpaka 8 inasema hivi: bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Mtoto Mungu anasema, je, umeliona hilo? Tunazungumza, anasema bali twanena hekima ya Mungu. Kuna hekima ya Mungu. Nataka some hii Wakorintho wa kwanza sura ya 2, some yote utaona imeeleza tofauti ya hekima, difference and tofauti ya hekima hii na hii na hii. Kuna hekima ya ulimwengu. Kuna hekima ya wana wanaoharibika, wanaopotea, wana yule mwovu. Kuna hii hekima unasikia hapa ya watawala dunia. Lakini pia kuna hekima ya Mungu. Anasema tunaizungumza katika siri. Siri kwa Kiingereza tunasema ni esoteric language, yani ni lugha ambayo imefichika. Lugha ya maficho. Yes, ambayo kuna watu wanafahamu lakini kwa wengi hawajui. Sababu kusema siri kama inajulikana, kuna wanaojua ile siri. Yes, kwao sio, ungesema sio kitu cha kificho. Yes, lakini kwako wewe ambao hujui ndio siri. So tunazungumza hii hekima ya Mungu katika siri, in esoteric language, yani kwenye lugha ambayo unahitaji uwe na roho Bwana kuweza kuingamua na kuelewa. Ndio maana Bwana akasema, kwenu ninyi mmepewa kuzifahamu siri za ufalme wa mbinguni. Masokotoloba. Kwa wengine ni giza. Biblia inasema injili kwa Yunani ni nini? Ni upuuzi. Alafu kwa Wayahudi ilikuwa nini? Ni kikwazo. Lakini kwetu sisi ambao tumeamini Kristo ni nguvu iokoayo, iletayo uzima mtumishi. Mazekeri bala bazira. Kupitia injili ya Kristo, uzima unafunuliwa na kutokufa. Immortality. Sasa hivi fikiria. Mwingine anasema lazima kila mtu afe. Wakati usoma kwenye injili inasema umepita kutoka mautini mtumishi umeingia uzimani. Maziki tili baraba. Ndio maana andiko linasema bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Kwa Mungu alikuwa amepanga kwa ajili yetu. Anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Hawaijui hekima. Sababu ni hekima ambayo uipati darasani mtumishi. Lazima ifunuliwe kwako. Bwana alisema hakuna anayekuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Hata ungesikia injili mtumishi, kama Bwana hajakujalia, rakesi kiti liba, itaingia sikio hili, itatokea hili, itaenda. Ndio maana tunaomba kwa ajili ya wokovu wa nafsi ulimwenguni kote. Macho ya watu yatiwe nuru, ule utando na giza viondoke. Maziki libo. Ili ile injili ikija waielewe. Masaka balaba. Ndio Mungu anasema kwa maana wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Yaani wangekuwa na hekima hii, wasingemsulubisha Kristo. Ndio Mungu anasema, je, unaliona hilo? Shetani na wakuu wake hawajui kila kitu. Hawajui kila kitu kuhusu wewe au maisha yako ya baadaye. Shetani anaweza kuwa na uwezo wa kuangalia na kutafsiri mienendo ya binadamu, lakini hana ufahamu wa ndani kuhusu uhalisia wa mambo. Hana uwezo wa kuona hatua zako zote zijazo, isipokuwa wewe mwenyewe umfunulie kupitia maneno yako au matendo yako. Okay. Baragala barabazi garaba. Kwa shetani anajua unachowaza mtumishi. Cha kwanza. Hayupo kila mahali. Cha pili, hana uwezo wote. Cha tatu, anaweza kulinganisha mambo. Anaweza kuoanisha doti, unasema akaunganisha doti. Lakini hajui kila kitu kuhusiana na kesho yako mtumishi. Mezepetesha la karabaya. Kwa ni mpaka utapomfunulia kwa maneno yako unajua okay. Kumbe unawaza hivi, kumbe unafikiri hivi. Kwa Mungu angekutege pale. Ndio maana alipokuja kwa Eva akamwambia eti Bwana amesema msile matunda ya bustani nzima. Eti it was a fraud. Ilikuwa ni wazo la kurusha kwenye akili yake, afa sikia atajibuje. Sasa jamaa wasile matunda ya miti yote walikuwa nakula nini? Walikuwa ni bustani nzima. Sasa ilikuwa la uchokozi. It was throwing a thought kwenye mind, kwenye akili ya
Eva. Kuona kwamba Eva atarespond, ataitikiaje? Ndio hivyo. Kanya alipokuja kwa Bwana alisemaje? Anamwambia kama wewe ndiye mwana wa Mungu, hey, badilisha ili jiwe liwe mkate. Kwa sababu alisikia, yani ukisoma utaona kwamba Bwana alipotoka tu kwenye maji wakati anabatizwa, Biblia inasema roho wa Bwana alimshukia juu yake na mbingu zikafunguka, sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ndio mwanangu mpendwa naipendezwa naye. Kwa wakati Bwana ameenda kufunga siku 40, akaja pale akagonga ken. Akamwambia kama wewe ndiwe mwana wa Mungu, badilisha. Imana alikuwa na challenge, alikuwa na yani ameweka tabia yake ile kuja kuweka ukinzani kwenye kile ambacho Mungu amekisema kuhusiana na Bwana. Akamwambia kama wewe ndiwe kweli, badilisha. Hicho ilikuwa sio uwezo wa kubadilisha. Alikuwa na challenge, kama Kristo atalisikia neno la Mungu, ataliamini ile neno aliambiwa, amelipokea au ana mashaka nalo. Kristo akasema okay, ngoja ni badilisha ili jiwe sasa hivi ili ujue mimi ndiye. Bwana alisema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno mazikitili baraba. Yani alichokisema Bwana ndicho nitachokiamini, sio ninachokiona, sio ninachokihisi. Bwana ameniambia mimi ni mwanawe. Whether nahisi, whether nafikiri, whether nawaza, whether naniona, haibadilishi. Alichosema ndicho. Mazikitili baraba. Na huo ndo msingi mtumishi wa imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasionekana. Mazepuru balabazi. Kwa Bwana amemwambia huyu mwanangu mpendwa napendezwa naye, akasema amen. Mimi ndiye. Huyu mjaribu amekuja anamwambia wewe, akasema ninaishi kwa kile anacho kutoka katika kinywa cha Bwana. Baba amesemaje ndio hicho nasema, naamini. Bwana amesemaje ndio hicho naamini. Kwisha. Sio hisia yangu, sio mtazamo wangu. Harabala bazida ba. Wewe umeambiwa wewe ni mzima. Unasema ina hisia lakini nasikia maumivu. Ni kweli unasikia maumivu mtumishi. Ile unaweza ukasuperimpose, unaweza ukalazimisha yale mapenzi ya Mungu juu ya mwili wako. Ukamwambia mwili sikia, malekuru bala bazida. Wewe una uzima, wewe una afya, wewe una nguvu. Haijalishi maumivu unayosikia, lakini uzima ndo uhalisi wangu, sio maumivu. Maumivu ni dalili tu. Mazekeli bora. Unaambia uvimbe nimekukata na kukuondoa. Asikilika kaka. Kuna kitu inaitwa imani korofi. Stubborn faith. Unaiachia juu ile jambo. Saki bala bodobo sana baya. Mdogo wangu anasema kwa kutembea katika hekima ya kiungu unaweza kuielekeza njia ya maisha yako kwa namna ambayo shetani na wakuu wake wa giza hawawezi kuiona wala kuizuia. Hawawezi kuiona wala kuizuia. Na hivyo ukabaki salama ukiwa umekita mizizi katika kusudi la Mungu. Kwa hekima yake umekita yani ile kusudi lako limejikita kwenye mizizi. Maliko roba la bazida. Katika kusudi la Mungu, yani huko pale hautetereki. Hauangalii kushoto wala kulia, unaangalia neno limesemaje mtumishi. Bwana alimwambia Yoshua, usiende kushoto wala kulia, kaa katika ile neno. Mazoko roba la bazida. Bwana akamwambia uwe shupavu, uwe hodari. Bwana akisema chukua, sema amen. Mimi ni shupavu, mimi ni hodari. Kwisha. Unataka kupiga push up nne kusema lakini mtumishi unajua sijui kupiga push up. Jaribu hili. Akisema ni shupavu nasema amen. Kwanza unakubali. Sawa. Tafsiri nyingine ya imani ni mwitikio wa roho ya mwanadamu katika neno la Mungu. Yaani roho yako inaitikia, ina respond immediately Bwana akisema. Masokolo barabazira. Kwa mtu Mungu anasema kwa hiyo kataa kuishi kwa akili, kwa mifumo na miundo ya kibinadamu au uchumi wa ulimwengu huu. Kataa. Yaani usienende kwa filosofi ya dunia mtumishi. Maana vitu vinavyoonekana vinaweza kubadilika. They are subject to change. Lakini neno la Mungu alibadiliki mtumishi. Biblia inasema mbingu na nchi zitapita. Malokoro sokoro. Lakini maneno yangu yanadumu. Mtoto Mungu anasema chagua
kutembea kwa hekima. Tafakari neno na umsikilize Roho Mtakatifu aliye ndani yako, kwa maana neno la Mungu ni hekima ya Mungu na Kristo ndiye hekima yako. Neno la Mungu ndio hekima ya Mungu. Na Kristo ndio hekima yako. Kwa unasema mimi nina hekima. Hekima ya Mungu inafanya kazi ndani yangu na inaenda katika hekima. Nawaza mawazo ya hekima. Hekima ya Mungu ina propel, inaongoza hatua za miguu yangu. Majeki liburu baraba. Nimejaa hekima. Lazima ujiambie hivyo, lazima useme hivyo, na unarudi kwenye neno la Mungu unalisoma, unalitafakari juu yako. Unasema Kristo amefanyika kwa hekima yangu. I have a sound mind. Nina akili bora. Nina akili mpya, imefanywa upya. Nina akili ya Kristo. Usemi mimi unajua mimi akili yangu unajua ni fupi tu, ni ndogo. Unajua you don't talk like that. Auongee namna hiyo. Wewe ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ana namna ya kuongea. Ile andiko tulokusomea nimesema bali tuanena hekima ya Mungu katika siri, in esoteric language, kwenye lugha ambayo wengi hawaifahamu wala hawaijui. Wengine wanasema nyinyi mnakiri tu. Lakini mambo yenyewe yako hivyo. Sipa la badaba mtumishi. Kila kitu katika dunia kina respond kwenye neno. Malara bazira. Yaani hivi kila kitu katika dunia kinaitikia neno. Hii dunia unayoiona imetokana na neno la Mungu. Bwana ali breathe out, alitamka ikatoka. Ikawa. Kwa kila kitu kina kitu kinaitwa sound code, yani msimbo wa sauti upo kwenye kila kitu. Balaraba ziga la baraba. Ngoja ni throw thought moja kwanza, nirushe jiwe moja hivi. Okay. Wale wanaosikiliza. Unajua parapanda ikilia, actually zinapigwa zile parapanda zinapigwa mbili. Yaani kuna panda mbili. Kuna ya kwanza ikipigwa pap. Wale waliokufa katika Kristo wanarudi kuchukua miili yao. Sawa? Alafu panda ya pili ikipigwa tunabadilika. Sisi ambao tuko hai tunapata miili mipya. Sasa wale waliokufa katika Kristo miili yao, imagine Daudi acha Daudi sababu ni baada ya Kristo. Acha wale zamani walishafufuka wote wakaenda na Kristo juu. Kwa hiyo wale baada ya Kristo. Mfano Petro. Wengi tu watu walikufa miaka 200 iliyopita, 300, 1000, 1500. Miili yao imeshasagika, yaani haipo, yaani imeshakuwa vumbi, imeshakuwa mbolea na sio? Inakuwaje panda ikipigwa? Sawa? Wale jamaa wanachukua miili yao wakati miili yao ilishapotea kabisa. Hivyo wanachukua ile au sio kwamba wanapata miili mipya? Ndio, lakini lazima ule wa kwanza uje kwanza bapa afu unageuka. Okay. Ndio maana lazima warudi huku unasema nchini. Warudi chini kuchukua. Okay. Zika balabara. Sasa swali ni kwamba hiyo miili iko wapi? Wengine wamefia baharini, wengine yaani maeneo mbalimbali. Ile wabadilishe. Yes, lazima urudi bap alafu ugeuke. Sasa kama unarudi unageuka, swali ni kwamba ule mwili uko wapi? Yaani sijui kama swali langu umeelewa. Yaani hivi kwa sababu kuna sound code kwenye kila kitu, hata kwenye hewa tu. Kwenye kila element kama unafahamu science, kwenye kila atom, kwenye proton, kwenye electron, kwenye neutron, kwenye kwa hiyo ikitoka ile sound vile vitu vyote vinarudi. Ragiza kala barabara bazira. Ndio utaka kuelewa, ukisikia Mungu ni mkuu. Yale ya nabii Ezekiel. Sister. Exactly. Kama ulivyoona. Kwa mfupa karudi ndani ya yaani mfupa kwa mfupa mwenzake. Kwa mfupa wa mkono ukiingia kwenye mguu. Kitu kikakaa sehemu. Yes, kwa wale ambao hawajui habari, nenda kasome Ezekiel sura 37 upate picha. Sawa? Kwa nini tunazungumza hekima mtumishi? Vele haharia. Wow, tuende katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, ni andiko la mafunzo ya ziada. Andiko la kwanza ni Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, neno linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Naomba gari, naomba biashara, naomba mke, naomba mume. Biblia inasema omba hekima mtumishi. Kama umepungukiwa omba hekima. Ni jambo zuri zaidi. Zaketili marama, utatembea kwenye ushindi na utukufu zaidi. Sijasema usiombe gari mtumishi, ila nimekukumbusha kuna vitu vya juu zaidi ambavyo vinaweza kuwa na impact kubwa zaidi kwenye maisha yako. Kwa sababu mwingine anaomba gari afu kumbe gari ndio inaenda kumpeleka mita 6 chini ya ardhi, kama unaelewa maana neno.
Bala bolo wazira. Bwana epushie mbali sio story yako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wakolosai sura 1:9 neno linasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Nasikia hii. Wakolosai sura 1:9 inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia. Huyu ni Paul anawaandika kanisa la Kolosai, la Kolosi, anawaambia kwanza tuliposikia kuhusiana na habari yenu hatuachi kuomba kwa ajili yenu. Ni aina gani ya maombi alikuwa anaomba? Anasema ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Kwa hiyo kuna kujazwa na maarifa ya Mungu katika hekima yote. Kuna kujazwa na maarifa ya Mungu katika ufahamu wa rohoni. Spiritual understanding. Ukaelewa mambo zaidi ya namna yanavyoonekana kule nje. Masukru koko. Kuna wakati mwingine unaona jambo nje, unasema tu hili la kaida la nje. No, kwenye ulimwengu wa roho linamaanisha kitu. Kuna something beyond, kuna zaidi ya unachokiona pale. Kwa hiyo ukiwa unafahamu wa roho unaweza kung'amua kujua tofauti. Kwenye maandiko, kuna story ile ya Daudi. Aliamka asubuhi akasema bwana nataka nifanye sensa. Sensa, akasema ndio, akamwambia, anamuita mkuu wake wa majeshi, anamwambia bwana nazunguka katika nchi nzima, afanya sensa nione wanaume wa vita wako wangapi na nini, wanarusha mishale, Joabu akamwambia mfalme, uishi milele. Hii sio sawa. Bwana akuzidishie watu wako wawe wengi mtumishi. Yeye ndio ulinzi wako, usifanye hili jambo au likamuuzi bwana. Mfalme akasema mna. Sawa. Mimi ndio mfalme, nimekuamuru nenda akafanya. Bia anasema neno la mfalme likawa ni kali sana. Dhidi ya nani? Yule mkuu wa majeshi. Akaenda. Akafanya sensa akarudi mtumishi. Alipomaliza na yeye bwana akaja. Akamwambia sasa. Kwa of course Biblia inasema Daudi moyo wake ukamsuta. Kwamba imekuaje niende? Maanishi sensa ni mbaya. Swali ni kwamba lile wazo walikuwa la Daudi. Okay. Wazo lilikuwa la shetani. Yes. Alimpa Daudi wazo, fikra ya kwenda kuhesabu, kufanya sensa kinyume na instruction ya Mungu. Sababu maana kwamba Daudi alikuwa anategemea nguvu yake na sio nguvu ya Mungu. Sio, umeelewa? Biblia inasema Bwana amefanya kila kitu chema kwa wakati wake. Ikifanywa kwa wakati wake ni chema. Kuna mara kadhaa Mungu amemwambia wafanye sensa. Mara kadhaa. Ila this time haikuwa ya Bwana. Okay. Biblia inasema ni devil moved David to number Israel. Yani shetani alimchochea Daudi kuhesabu Israel kinyume na kile ambacho Mungu ameeleza. Kwa Bwana akamwambia chagua mtumishi. Njaa miaka 3, ukimbie mbele za adui yako for 3 months. Sawa? Au Bwana akupige siku 3. Sasa kwenda huko mtumishi, lakini nataka tu nikupe picha kwamba hivi kuna ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni utakusaidia kugundua ili wazo sio la Bwana. Sawa? Nisilipasuka, sababu nikilipasuka utakuwa na shida. Nikilifuata kutakuwa kuna changamoto. Andiko la mwisho Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8 neno linasema, walakini iko hekima tuisemayo kati ya watakatifu, ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambao wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja, maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Mstari wa 9 inasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho hakuyaona wala sikio halikuyasikia wala hakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo hayo Mungu aliwaandalia wampendao. Na wakati huu tunazungumza hekima ya Mungu. Kwa hiyo ukisema natamka uzima na afya tele juu ya mwili wangu, hiyo ni hekima ya Mungu mtumishi. Ukisema nazungumza na wewe kansa na kuamuru umekufa na kutoka ndani ya ule mwili, hiyo ni hekima ya Mungu. Masikiliba. Sababu kansa wale wengine wanaiona kama tissue, kama seli, kama nini, sio za nje. Lakini katika ulimwengu wa roho there's a spirit behind that thing. You can address and cut it out na ikaondoka. Ni roho kamili. Roga ziga ile barabara basira. Kuna mtu alikuwa amepinda mgongo kwa muda mrefu, Bwana akaingia kwenye ile kalu akamponya, alafu akafanya kitu pale. Akasema shetani amemseta mama huyu miaka hii 12. Amepinda mgongo.
Lakini ukiona unasema it's ni shida ya mifupa, alizaliwa namna hiyo. There was a demon there. Unaona pepo limekemea yule mama kanyooka pop. Ufahamu rohoni. Hekima ya Mungu. Fanya sala hii pamoja na mimi asubuhi ya leo. Sema, mpendwa Baba, asante kwa kunipa hekima ya kiungu, ufahamu wa ndani kuhusu uhalisia wa mambo. Nimejaza na maarifa mapenzi yako katika hekima yote na ufahamu wa kiroho. Ninatembea katika ushindi na utambuzi wa kiungu leo katika jina la Yesu. Amina. Balaraka sikili barabazira. Na kama wewe ndo mara ya kwanza unatusikiliza leo na hujampokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, naomba nikupe fursa hii kwa kufanya sala hii pamoja na mimi. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa kufanya sala hii, elewa kwamba wewe ni kiumbe kipya na kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na maombi haya ni kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wale wote ambao asubuhi leo wamemwamini Kristo kwa mioyo yao na kumkiri kwa vinywa vyao. Natamka ushindi na ubora juu ya maisha yao. Yule adui hana madai yoyote dhidi yao katika jina la Yesu Kristo. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika ubora na ukuu. Katika jina la Yesu. Amina. Na kwa wale ambao mnatusikiliza asubuhi leo, unaweza kutoa matoleo yako, sadaka yako kwa kisha kipindi hiki kinaendelea, lakini pia ukashiriki katika ibada hii kwa kutoa matoleo yako kupitia lipa namba ifuatayo: 5016 56 53. Hiyo ni lipa namba ya Voda 5016 56 53. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736 000 999. Kumbuka tuna kipindi kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 12. Unaweza kushiriki na sisi kipekee na tutabarikiwa sana na uwepo wako. Mungu bariki sana, uwe na siku njema ya ushindi na ubora na utukufu. Siku yako iwe utukufu na ubora, na hakikisha unakwenda kanisani leo, unamwabudu Bwana siku ya kwanza ya mwezi, ya Jumapili ya kwanza ya mwezi. Ya mwezi wa 8. Yes.